Ni wasaa mwingine tena tunahabarishana mambo ya ajira. Nafahamu ya kwamba watu wengi sana tunasubiri kuona ajira hizo 10,919 zinatoka lini. Habari njema leo nakuletea kuhusiana na jeshi la zimamoto. Iko hivi, kama tunavyotambua ya kwamba katika ajira ambazo zilitangazwa bungeni, zimamoto ni moja ya majeshi ama vyombo vya usalama ambavyo na vyenyewe vitakuwemo kwenye hizo ajira. Hivyo tutegemee lolote lile, lakini ngoja nikupe mahesabu kidogo ili uweze kupiga mahesabu yako kichwani na kuona je, ni jeshi gani linaweza kuanza, lakini kwangu mimi kipaumbele nalipa jeshi la polisi ndiyo litaanza. Kwa nini nasema hivyo? Tukiangalia jeshi la zimamoto majina ama barua ya mwisho kutoka ambapo ilikuwa ni mwaka 2025. Ilitoka tarehe, ngoja tuangalie, twende na ushahidi kabisa. Barua ya mwisho ilitoka tarehe 19 Novemba 2025. Hapa ndipo jeshi la zimamoto lilitoa ama lilihitaji watu wajiunge na jeshi la zimamoto. Lakini usaili ulifanyika mwezi wa 12 kama sikosei, na pia waliofaulu walienda kwenye mafunzo ilikuwa tarehe 21 Januari ndo ilikuwa mwisho wa kuripoti watu ambao wanaenda kwenye mafunzo. Ilikuwa ni kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 21 Januari 2026. Kwa mantiki hiyo basi, hawa watu watakuwa bado wapo kwenye mafunzo. Hivyo ni vigumu sana kwa jeshi la uhamiaji kutoa ajira mwezi huu. Sidhani kama mwezi huu wanaweza katoa ajira, hapana. Lakini asilimia kubwa zangu nazipeleka kwenye jeshi la polisi. Kuanzia huu mwezi wa 6 hadi wa 7 nafikiri wanaweza wakatoa tukio lolote ama wakaachia ujumbe wowote wa kuomba watu waweze kutuma maombi kujiunga na jeshi la polisi. Kwenye preview hapo ama kwenye picha ambazo zinapita hapo ni jeshi la zimamoto. Unaona jinsi gani jeshi la zimamoto linapambana, linaelekeza watu mbalimbali kuzima moto. Yes, na hapo ni gari la zimamoto kama unavyoona hapo wanaelekeza mtu kuzima moto. Yes, iko hivyo. Kwa maana hiyo tutegemee kupokea taarifa njema kwa huu mwaka 2026. Majeshi yote yatakuwa tayari kuachia kazi. Chao.